kipindi hiki ni cha uzinduzi wa maombi ya siku 100. Lakini kuzindua maombi ya siku 100 sio kwamba tunaua yale ya mnyororo, hapana. Yale yanaendelea na haya tunayakaribisha. Kwa hiyo katika siku ya leo tutakuwa na maombi maalum ya uzinduzi kabla ya huduma kuu. Kwa hiyo naomba kaa katika mkao wa maombi, kaa katika mkao wa tafakari, kaa katika mkao wa kumsikiliza Mungu. Kuimba kunatengeneza atmosphere ya kuongea na nani. Sasa tutamuomba mwimbishaji wa nyimbo za Kristo tunapoenda kufungua maombi yetu katika siku ya leo asimame na ule wimbo. Kumbuka tunafungua maombi ya siku 100. Na leo nitataka umwambie Mungu unataka akufanyie nini katika hizi siku 100. Lakini kikubwa kabisa katika maisha, usisahau kwenye maombi yako kuanza namba 1 na ombi la Roho Mtakatifu, ambaye yeye sasa ndiye atakaye kuongoza katika vingine vyote. Kwa hiyo muombe Mungu akupe Roho Mtakatifu. Shida ni kwamba tukishampata Roho Mtakatifu akaanza kutuelekeza, tunaanza tena kubishana naye. Kwa hiyo muombe Mungu akupe kuisikia sauti ya Roho Mtakatifu na kuitii sauti ya Roho Mtakatifu. Wangapi wamenielewa mpaka hapo? Tafakari ni nini unataka Mungu akufanyie mwaka huu, iwe sababu yako ya pili na kuendelea. Na sitamani uzidishe sababu 7. Ziwe 7 zinatosha. Lakini ya kwanza, muombe Mungu akujalie nguvu ya Roho Mtakatifu na akupe kuelewa ni nini kilichoko mbele yetu. Tunapokuwa katika nyakati ngumu zozote za kanisa limekuwa na wakati mgumu sana kwa sababu ya msukosuko unaoendelea duniani. Muombe Mungu aweze kulituliza kanisa lisafiri kwa ajili ya kuendelea kuhubiri Injili. Bwana Yesu asifiwe. Tusimame. Mwimbishaji tafadhali tunaomba usogee mbele. Bariki
vitu ambavyo kumpendeza Mungu ni pale ambapo nyimbo zinaambatana na tafakari ya neno, ili tuweze kujua Mungu anasema nini katika maisha yetu. Na siku ya leo nataka niongee na wale waliokata tamaa, ambao wanaona kabisa kana kwamba imani yao imetindikiwa, lakini wanaona maisha yao kiuchumi yamefika mahali pasipofaa. Wanaona kama kuishi duniani ni mateso, wanaona kuishi duniani ni changamoto. Ninazungumza na watu ambao wanakabiliwa na madeni makubwa ambayo saa nyingine wanalazimika hata kukimbia au kutafuta kutoroka. Watu ambao wamefika katika changamoto. Ninazungumza na wale ambao ni wanandoa, wako katika changamoto ngumu sana za kimahusiano. Ninazungumza na wote hao. Ninazungumza na wale wanafunzi ambao wamekata tamaa kwa sababu wazazi wao wameshindwa kulipa karo na wamekata tamaa katika maelezo yote. Lakini tunalo neno la Mungu katika kitabu kile cha Wakorinto wa pili fungu la 4, sura ya 4 fungu la 7 mpaka la 10. Hapa Yesu anasema kupitia mtumishi wake Paulo akisema, lakini tuna hazina hii katika vyombo vya udongo, ili adhama kuu ya uwezo iwe ya Mungu, wala si kutoka kwetu. Bwana Yesu asifiwe. Anasema lakini tuna hazina hii katika vyombo vya udongo. Napozungumzia vyombo vya udongo, kumbuka mwanadamu ameumbwa kwa udongo, na kwamba mwanadamu hajiwezi kabisa isipokuwa tu Yesu Kristo anafanya kazi ndani yake. Lakini anasema ili adhama kuu ya uwezo iwe ya Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Katika wewe usitukuzwe wewe. Usiwe miongoni mwa wale ambao watu wakifika nyumbani kwako unaanza kuonyesha fahari yako, unaanza kuonyesha kama Hezekia alipotumia wajumbe wa Babeli, badala ya kuonyesha ukuu wa Mungu aliyemponya baada ya tangazo la kufa. Mara moja akageukia ukutani akamlilia Mungu. Mungu akasema nimekuongezea miaka 15. Lakini wakati wageni walipomtembelea akasahau kuwaonyesha jinsi ambavyo Mungu ana uwezo wa kuponya. Na wale wageni kilichowaleta ni baada ya Hezekia kuomba ishara kwamba nitajuaje kwamba unaniponya. Akasema tazama nitasimamisha jua. Nitasimamisha jua kwanza nimwambia ni rahisi zaidi jua kwenda mbele au kurudi nyuma. Hezekia akasema kwenda mbele watu wamezoea, ila likirudi nyuma itaonekana wewe umeshughulika. Basi Mungu akasimamisha jua, ngazi 10 likasimamishwa, halikwenda, likasimama pale pale. Wale wanajimu wa Babeli wakashangaa, hiki kitu hakijawahi kutokea. Walipoenda kwenye ramli zao wakaonyeshwa hiki kitu kimetokea Israeli, wakaletwa kwa njia za kinajimu wanazozijua wao mpaka wakafika Israeli, wakaona kimetokea kwa mfalme wa Israeli. Sasa wanapofika kwa mfalme wao, shida yao ni kujua ni nini kimetokea mpaka jua likasimama, lakini yeye anaenda kuonyesha fahari na utajiri alionao. Na ndipo Isaya akatumwa akaambiwa rudi pale pale ambako ulitangaza uponyaji. Na alipofika pale Isaya anajifanya kama hakuna anachokielewa, akasema hawa wageni ni kina nani? Akasema wametoka Babeli. Wamekuja kufanya nini? Wamekuja kuniona baada ya kupona. Wameona nini nyumbani kwako? Hawajamuona Yesu. Wameliona gari lako, wameona mashamba yako, wameona silaha, umeonyesha mpaka silaha wameziona kwa ujumla. Na ndipo Mungu akasema nilikusudia, lakini nitaleta mabaya. Nilikusudia ufalme wa kuhudumu, lakini nitakuletea mabaya. Hezekia alipolia, Mungu akamwambia Isaya, nimesikia kulia kwa Hezekia, lakini mabaya haya lazima yatakuja, ila hayatakuja kwake, yatakuja kwa watoto wake. Akawa ameshatengeneza bomu kwa watoto. Kwa sababu gani? Kila unachokifanya wewe ni udongo. Adhama kuu ya uwezo iwe ya Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Sio kwako. Tunafeli hapo katika kumtangaza Mungu kwa namna hii. Wakati mwingine tukifikiri kwamba akili tulizonazo ni za kwetu, kazi tulizonazo ni za kwetu, biashara tulizonazo ni za kwetu. Hata Mungu anapotaka sasa toa kidogo ili kinitukuze, ili watu wahubiriwe, ili kanisa lijengwe, ili ofisi ijengwe. Ukikitoa utashindwa kujenga ile nyumba unaendelea nayo.
Na ukishashindwa kuijenga watu watakucheka, kwa sababu unataka watu waone ulivyo navyo, si uwezo wa Mungu ulio ndani yako. Wangapi wamenielewa? Lazima tufike hapo. Anaendelea kusema, wala si kutoka kwetu. Anasema Paulo, pande zote twadhikika sisi vyombo vya udongo, bali hatusongwi, kwa sababu kadiri tunapoingia katika dhiki, Mungu anafungua mlango. Haleluya. Hatusongwi. Twaona shaka, bali hatukati nini? So tunamjua tunamtumikia. Twaudhiwa, bali hatuachwi. Mungu hajatuacha. Twatupwa chini, bali hatuangamizwi. Hatufi. Nani alishakufa? Hatufi. Anaendelea kusema, siku zote twachukua katika mwili kuuawa kwake Yesu, ili uzima wa Yesu nao udhihirishwe katika miili yetu. Haleluya. Tunafungua maombi ya siku 100 ili kumwambia Mungu atupe nguvu hii. Haleluya. Na mjumbe wa Mungu katika kitabu cha Pambano Kuu kurasa wa 210. Pambano Kuu kurasa wa 210. Akimzungumzia Martin Luther ambaye ni miongoni mwa wale tuliokuwa tukiwazungumza kama kina William Miller, ni mapayonia waliokubali kutoa maisha yao kwa ajili ya maisha ya kumtukuza Mungu. Akimzungumzia Ellen White anazungumza kitu hiki hapa. Unakumbuka Martin Luther alikuwa amefikia hatua ya kukata tamaa, amewekwa gerezani, alafu sasa anatakiwa kwenda kuapia kwenye ile baraza la Worms, ambalo lilikuwa ni baraza kuu la kanisa Katoliki, ambalo by then lilikuwa likiwatesa watu. Tayari Martin Luther alikuwa ameshuhudia John Huss ameuawa, alikuwa ameshuhudia Jerome ameuawa, na sasa hakuna namna na yeye anaenda kuuawa. Lakini hana namna kwa sababu ukweli ulioko moyoni mwake. Na ndio maana tumezungumza katika lesoni kwamba tunadaiwa sio tu na William Miller, tunadaiwa hata na huyu Martin Luther. Pambano kwa anasema kutoka katika mahali pasiri pa maombi. Bwana Yesu asifiwe. Ninatamani katika hizi siku 100 utengeneze mahali pasiri pa maombi katika moyo wako, sio chumba. Haleluya. Yaani ule ubize ulioko kwenye moyo ulionao, katika hizi siku 100 tengeneza nafasi ya chumba cha maombi ambacho utamtembelea Mungu kwenye moyo wako. Saa nyingine sio lazima upate nafasi. Saa nyingine hata kama unatembea barabarani, kile chumba cha maombi kiko wazi kuongea na Mungu. Hata kama uko kazini, ni mwalimu umeshika chaki, kile chumba cha maombi kiko. Unajua tumekuwa wavivu wa kuomba. Kwa nini? Siku nikipata nafasi ya kufundisha hali ya kanisa la Laodikia kama linavyosomeka katika unabii, ndio utajua limesongwa namna gani. Lakini na ndio maana nimesema ujumbe wa Laodikia sasa hivi usitegemee ni ujumbe wa kanisa. Ni ujumbe wa mtu mmoja ambaye anapokea shauri. Anasema kutoka katika mahali pasiri pa maombi ilipatikana nguvu ambayo ilitikisa ulimwengu katika zama za matengenezo makuu. Haleluya. Martin Luther amesimama peke yake na anasema siwezi kushindana na dhamiri yangu, nipo tayari kufa. Anapelekwa mwanaume mmoja, anasimama mbele ya baraza ambalo tayari limeshaua watu. Siwezi kuelezea habari ya Inquisition. Wewe kama una simu yako, unaweza tu wakati fulani ukaingia ukagoogle kitu kinachoitwa Spanish Inquisition. Utakuta watu walivyokuwa wakiteswa. Yaani Martin Luther anaelewa kabisa Inquisition ilikuwa kazini, na kuna jamaa mmoja alikuwa anaitwa Torquemada anaendelea kuwaua watu. Unakuja unakamatwa. Kama wewe ni mwanaume, unalazwa kwenye meza na wengine wanatazama. Na hiyo meza unanyoosha mikono na miguu huku na huku. Alafu kuna kitu kama pipe wrench. Umefungwa mguu mmoja na mwingine na mikono na mikono. Alafu ina sehemu ya kusokota. Kwa hiyo inaposokota ile pipe wrench inavuta viungo vyako. Inavuta mguu huko, inavuta mguu mwingine, inavuta mkono kule na huku. Anasokota, unasikia maumivu. Sasa bado unaendelea kushikilia msimamo wako. Ukisema ndio, anaendelea kusokota. Sasa bado unaendelea kushikilia msimamo wako mpaka viungo vyote vinanyofoka. Mateso yalikuwa ni makali.
Inquisition. Haya, wanawake wajawazito walikuwa wakikamatwa, mguu mmoja unafungwa na mguu mwingine unafungwa kwa mnyororo. Upande huu ni farasi na upande huu ni farasi. Unaulizwa, wengine wako kwenye foleni. Ndio maana wengi walikuwa wanakana. Sababu unaendelea na msimamo, ukisema ndio, farasi anapigwa huku na huku. Alafu anapoondoka mguu unavutwa. Unajua sasa ni farasi wanashindania viungo. Na si unajua nguvu ya farasi. Kwa hiyo ina maana atanyofoka na mguu. Wengine ilikuwa inafika mahali wananyofolewa mpaka ujauzito unashuka chini. Unaangalia mateso mengine ambayo sitaeleza yote. Ningekuwa na projector ningeonyesha. Mateso mengine yalikuwa ni makali kabisa. Yalikuwa ni yale ambayo unachukuliwa kwenye kitu kama mlango ambao unaufungua. Ule mlango unapofungua ni unaingizwa kwenye sehemu kama kabati. Mlango ukishafunguliwa unaingia, unasimama, na ilikuwa imetengenezwa uwezo wa kumchukua mtu. Unasimama mle, unaulizwa kwa mara ya pili. Lakini mlango uliofunguka una misumari inayozidi inchi 6 ambayo ikifungwa lazima iende ikagote kwenye ukuta wa pili wa kabati. Na maana yake ni kwamba si umesimama, lazima ikuchome alafu itokezee. Wakitoa hivi unavuja damu na ulishaondoka. Kwa hiyo unaulizwa afu unafungwa kaa. Wanakaa kama dakika 5 wanafungua, unachukuliwa unaenda kutupwa. Hayo ndio mateso ambayo yalikuwa yakiendelea. Spanish Inquisition, usipate shida. Vitu vingi vipo duniani. Kwa hiyo sio tena vya kuuliza. Katika hali ilivyotokea hii, ndipo Martin Luther akasema niko tayari kwa lolote. Na mwandishi wa kitabu cha Pambanuko anasema, amekizungumzia hapa kiongozi wa maombi, ni kitabu ambacho kinaweza kikatupa nguvu kusimama katika changamoto. Anasema pale katika utulivu mtakatifu watumishi wa Bwana waliweka miguu yao juu ya mwamba wa ahadi zake. Bwana Yesu asifiwe. Haijalishi nitakufa, haijalishi nitakuwa katika hali yoyote, haijalishi mtoto amerudishwa shule, haijalishi, lakini anachosema Mungu nitakisema. Amen. Na nitakifanya. Amen. Shida ya Laodikia vuguvugu. Hiyo hawawezi, mguu mmoja nje, mwingine ndani. Lakini akiwa pale katika ile baraza ambalo lilikuwa likifanyika Augsburg, Luther hakupitisha siku Luther hakupitisha siku bila kujitenga kwa maombi. Haleluya. Hakupitisha nini? Hivyo toka umeamka asubuhi, uko busy, umeanza na simu za ofisini, unafukuzana na mawingu ili kwamba uende ukapande mboga za marage yako, unafukuzana na kila kitu. Nafasi ya Mungu iko wapi? Anasema Luther hakupitisha siku bila kujitenga kwa maombi kwa muda wa masaa mangapi? Masaa mangapi? Tena anasema kwa uchache. Haleluya. Hayo maombi yanaambatana na kusifu, yanaambatana na kusoma neno, yanaambatana na kutafakari, na Roho Mtakatifu anakuwa juu yako. Haleluya. Katika faraha ya chumba chake alisikika akimimina moyo wake mbele za Mungu kwa maneno yaliyokuwa yamejawa ibada, kichwa na tumaini, kama kwa kuzungumza na rafiki yake. Alizungumza na Mungu kama rafiki yake. Anasema ninafahamu kwamba wewe ni Baba. Bwana Yesu asifiwe. Anasema ninafahamu kwamba wewe ni Baba yetu na Mungu wetu. Ndivyo alivyosema. Na wewe unawatawanya watesi wa watoto wako. Ndio maana wale wa Inquisition hawakuweza kufanya kitu. Martin Luther alisimama kwenye ile baraza, akashinda, akaachiliwa huru. Kwa nini aliachiliwa huru? Bado Mungu alikuwa anataka aendeleze kazi. Haleluya. Na Yesu akawaambia wanafunzi wake kwamba kuna wakati mtasimamishwa katika mabaraza, lakini msipate shida, nitawapa maneno ya kusema. Haleluya. Hayo tu ndio ambayo nilikuwa nataka tuacheke katika siku ya leo. Tunapozindua maombi haya, ni ngumu kwa siku 100 kuhudhuria, lakini usikubali katika siku hizo 100 wewe hata siku moja hujaweka mguu hapo kwa sababu wa ubizi wa maisha haya. Bila shaka utakuwa vuguvugu. Sina maana kwamba siku zote utakuwepo, lakini maadamu tunazindua haya maombi,
na hata mimi sitakuwepo siku zote, ila kutakuwa na anayeongoza. Kwa sababu ya tuombe Mungu atusaidie tuwepo. Haleluya. Usipambane na nguvu zako, pambana na Mungu katika maombi, naye atakusaidia. Bwana Yesu asifiwe. Tunaomba tusimame na wimbo namba 20. Tutatafuta mahali, tutapiga magoti hapo ulipo. Kama kuna kitu ulichokielewa, muombe Mungu akusaidie. Tunapoanza maombi haya dhati, lakini tunapoanza haya tunahuisha na yale. Kama ulikuwa zile siku yale maombi ya mnyororo unadhama alafu huhusiki, ninakuamsha tena uendelee kuhusika, kwa sababu Mungu yuko kazini. Namba 20, tunaomba tuimbe wote kwa sauti kuu kama kumtukuza Mungu. Mungu wetu yeye ni mwamba. Mwamba wetu
Kabla tuanze maungamo yetu, tunakwenda kufunga kipindi cha maombi. Kitabu cha Isaya sura 41 fungu la 10 linasema, usiogope kwa maana mimi ni pamoja nawe. Haleluya. Usifadhaike kwa maana mimi ni Mungu wako. Nitakutia nguvu na nitakusaidia na nitakushika kwa mkono wa kuume wa haki yako. Bwana Yesu asifiwe. Naye Mungu wa amani, naenda katika kitabu cha Rumi sura ya 16 fungu la 20. Rumi sura 16 fungu la 20 nasema, naye Mungu wa amani atamseta shetani chini ya miguu yenu upesi. Haleluya. Ni shetani gani anayekusumbua? Ni nani anayekuwa tatizo katika maisha yako? Yesu atamseta. Usinipite Mwokozi. Kama kawaida tutakapofika katika ule ubeti wa mwisho, tutapiga magoti tusimame. Usinipite Mwokozi. Ubeti wa pili anaposema magoti napiga pale, wote tutapiga magoti. Muambie Mungu haja ya moyo wako ambayo utaidai kwa muda wa siku 100. Ina maana kama hauko tayari kwenye maombi, unaweza ukaogopa kumwambia. Lakini mwambie Mungu katika siku hizi 100. Niwe kanisani, siwe kanisani. Kile chumba ninachokitenga cha maombi ndani ya moyo wangu, nitakuwa nikikuuliza jambo hili mpaka utakapotekeleza.